Shalom mtoto wa Mungu uliyebarikiwa na Yesu Kristo. Siku ya leo ninatamani kuongea na wewe kwa habari ya kutambua nguvu iliyopo ndani ya majira ya kimungu katika maisha yako. Ipo nguvu kubwa ya udhihiriko wa Mungu pale unapotambua majira ulionayo katika ulimwengu wa roho. Kuna nyakati unaweza ukawa ni mtu ambaye unalia katika jambo fulani, unatamani Mungu akuvushe, lakini kumbe majira ulionayo hayakupasi wewe kulia. Kumbe majira ulionayo ni majira ya wewe kupokea. Kwa hiyo ni lazima kama mtoto wa Mungu ujifunze kutambua majira ulionayo katika ulimwengu wa roho. Hakuna yote ambaye anaweza kufikia hatima yake asipokuwa anatambua nyakati na majira ndani ya maisha yake. Ndani ya majira ya kimungu kuna siri ya mafanikio. Ndani ya majira ya kimungu kuna siri ya kuinuliwa. Ndani ya majira ya kimungu ipo siri ya kukutana na watu sahihi ambao Mungu anakuwa amewaandaa kwa ajili ya maisha yako ili wakuwezeshe kufikia katika hatima ambayo Mungu ameikusudia. Tunasoma katika kitabu cha Nyakati wa kwanza 12:32, maandiko yanasema hivi: na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyatambua ya wapasayo Israeli kuyatenda. Vichwa vyao walikuwa watu 200 na ndugu zao wote walikuwa chini ya amri yao. Kwa hiyo hawa wana wa Isakari walipewa akili ya kutambua majira ambayo wapo nayo watoto wa Mungu, na wakapewa neema ya kujua ni nini wanapaswa kufanya. Huwezi ukayatambua majira ulionayo katika ulimwengu wa roho, na hauwezi ukatambua nini ufanye ndani ya majira ikiwa hautafuti kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu. Tambua kwamba Roho Mtakatifu ndiye mwenye nafasi kubwa. Pale utakapompa nafasi akupe kutambua majira ulionayo katika ulimwengu wa roho, yeye anawajibika kukwambia. Kwa nini? Kwa sababu anataka ufike kule ambapo Mungu amekusudia. Ni Roho Mtakatifu pekee ndiye mwenye uwezo wa kukwambia ndani ya majira ulionayo, mtoto wangu, unapaswa kuomba namna hii. Ndani ya majira ulionayo unapaswa kukaa kwa jinsi hii. Ndani ya majira ulionayo unapaswa kuongea kwa jinsi hii. Kwa nini? Kila majira yana namna ya kukaa, yana namna ya kuongea, yana namna ya kiutendaji na yana namna ya kimaombi. Hivyo Roho Mtakatifu peke yake ndiye mwenye uwezo wa kukwambia ni nini unapaswa ufanye ndani ya majira. Kwa nini? Atakupa taarifa. Majira ulionayo ni majira